Haleluya, haleluya. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote mnaosikiza ujumbe huu. Ni mwalimu wa maaskofu wachungaji na wainjilisti, Mwalimu Joseph Andrea. Leo tunapitia tena. Kuna kitu ambacho nataka nikipitie. Hicho kitu ninachotaka nikipitie leo ni kuhusiana na kitabu hichi. Hapa niko na kitabu kubwa kabisa, kitabu kikubwa cha Kanisa Katoliki, Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Katekisimu kubwa hii hapa ndio chombo thabiti kwa ajili ya kufundishia mafundisho ya Katoliki, na ndio katekisimu wanaotumia. Sidhani kama waumini wanatumia, bali wananyambua mafundisho kutoka kwenye kitabu, wanatengeneza vitabu vidogo. Tunataka leo tupitie, tuangalie haya yaliyoandikwa humu yamo katika Biblia. Maana sasa hivi asilimia kubwa unasikia hata Waislamu wakiwa wanasema kwamba hata msaafu yaliyoandikwa mle kwenye Biblia yapo, wakati ni vitu viwili tofauti, wanadanganya. Hata huku pia napo tunataka tuangalie, je, ni sahihi vilivyoandikwa huku kwenye Biblia vipo au ni sahihi watu kuvifuata? Leo utasikia vitu vitakavyokushangaza, na leo utashangaa sana vilivyoandikwa humu, maana itakuwa mara yako ya kwanza kuvisikia kama wewe sio muumini wa Kanisa Katoliki. Lakini tuangalie, je, mapokeo ni sahihi kuyafundisha katika kanisa la Yesu Kristo? Mapokeo ni sahihi kuyafundisha katika kanisa la Kristo? Leo dini nyingi sana zinafundisha mapokeo. Kila dini, maana kila dini inapoanzishwa lazima iandike mfumo wake wa mafundisho yake. Na ndio maana dini zote hazielewani. Na ndio maana dini zote hazishei mafundisho, kwa sababu kila dini inafukua vitu vyake. Lakini katika Kristo vitu hivyo ni dhambi. Maana inapaswa tusome Biblia. Biblia ndo kikomo cha wokovu wa mwanadamu. Biblia ndio top. Kinachofaa tukifate, ambacho hakifai tukifate. Nje ya hapo tutakuwa tunapotea. Fuatana nami. Tunaanza kwanza kwa Bikira Maria. Je, katika Biblia Bikira Maria ndo mwanadamu pekee mwenye cheo? Bikira Maria ndo aliyezaliwa akiwa amekingiwa dhambi ya asili tangia yuko tumboni mwa mama yake, au ndio aliyezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Tuangalie nani mwenye cheo kikubwa ndani ya Biblia. Lakini nikwambie kitu kimoja, mwenye cheo kikubwa anayewazidi wanadamu wote ni Yohana Mbatizaji. Yeye alizaliwa bila dhambi, alikingiwa dhambi ya asili tangia yuko tumboni mwa mama yake. Alikuwa hana dhambi wala hana doa ya dhambi. Isipokuwa Yesu Kristo alizaliwa kama mwanadamu, alizaliwa na mwanadamu mwenye dhambi ili aziondoe dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Kwa kuwa yeye ni mwana wa Mungu, kwa kuwa yeye ni Mungu, kwa kuwa yeye ni Baba, alizaliwa kama mwanadamu wa kawaida. Alizaliwa kama mwanadamu wa kawaida, bali hakuwa mwanadamu, lakini alizaliwa kama mwanadamu. Yesu Kristo aliishi maisha kama ya kwetu, isipokuwa Yohana Mbatizaji hakuishi maisha kama ya kwetu tunayoishi mimi na wewe. Hakula chakula chetu tunachokula, hakuvaa haya mavazi tunayokula, wala hakulala kwenye nyumba tunazolala sisi, bali alizikataa dhambi zote. Alizikataa na alizikimbia. Kwa hiyo fuatana nami. Tuanze leo kwa Yohana Mbatizaji. Tukisoma katika kitabu cha Luka 1, kitabu cha Luka 1 mstari wa 9, inasema, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kula ile lilimwangukia katika hekalu la Bwana ili kufukizia uvumba. Na makutano yote watu waliokuwa wakisali nje saa ya kufukizia uvumba, akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. 12. Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika alimwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Huyu malaika yule aliyemtokea Elizabeti akamtokea pia Zakaria. Kabla ya kumtokea Elizabeti akamwambia mkeo atapata ujauzito, atazaa mtoto, utamuita jina lake Yohana. Mstari wa 14, nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake. Watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake, sio Mariamu hapa. Watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tumboni mwa mamaye. Kwa aliyekingiwa dhambi ya asili ni nani? Ni Yohana Mbatizaji. Sio hivi vyeo vya kupewa.
au watu wengine wanapewa vyeo ambavyo haviwastahiki wala hawastahili. Mtu alikuwa mdhambi, wewe unampa vyeo. Hebu ushahidi wa maandiko kwa wapi? Maana tukifata maandiko yako ya kitabu chako ulichokiandika, wewe ni Mungu wa pili, ni kwamba wewe una mbingu ya kuwapeleka hao watu. Biblia tunaifuata kwa sababu uhakika wa kuingia mbinguni kwa kuiamini Biblia upo, tunao, kwamba tutaingia katika mwili wa Yesu Kristo. Tutaokolewa kwa damu ya Yesu Kristo tunapobatizwa katika maji mengi. Sio kuoshwa kichwa, katika maji mengi. Tutafufuliwa kama yeye alivyofufuka katika wafu, katika Warumi 6 inavyotueleza. Sawa? Na wengi katika Waisraeli watarejezwa kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Tuangalie sehemu ya pili.